Sasa mimi ningefikiri Waislamu, naam, tusinge wafunga, naam, tuwape kazi, watupatie wanapata wapi, naam, ili tuimalize. Unavuta lakini siku mashamba natoka wapi? Tarehe 26 ndiyo siku ya kupinga matumizi ya madawa ya kulevya. Mimi kama balozi ninahitaji Mbulu iwe salama, Manyara iwe salama na Tanzania iwe salama. Mchanganyiko wa kemikali au dutu zinazoweza kuharibu neva ya binadamu na kuleta athari ya muda mrefu na muda mfupi. Hiyo ndiyo maana halisi ya madawa ya kulevya. Mapinduzi ya viwanda karne ya 19 na karne ya 20 ndiyo yalipelekea uzalishaji wa madawa mengi sana, na hayo madawa ni kama cocaine, heroin, morphine. Sasa hayo yalikuwa yanatumika katika burudani na matibabu, lakini hawakujua athari yake ni nini mpaka pale vijana wengi walipoanza kujidunga hayo madawa na kupelekea kupoteza mwelekeo kabisa. Biashara haramu nayo inaingia katika historia ya madawa ya kulevya. Biashara haramu ya madawa ya kulevya, ambapo viwanda baada ya kuzalisha, basi watu wakaanza kuuza yale madawa ya kulevya vibaya, wanayachanganya, ndipo yanaenda kuathiri vijana wengi. Vijana wengi wa Kitanzania wamekuwa wakitumbukia katika dimbwi la madawa ya kulevya. Wengi wamekuwa wakijidunga, wengine wamekuwa wakinywa haya madawa ya kulevya, wengine wamekuwa wakivuta pasipo kujua athari za madawa ya kulevya. Sasa moja ya athari ya madawa ya kulevya ni athari ya kimwili ambayo inaweza kupelekea magonjwa mbalimbali, ikiwa pamoja magonjwa ya figo, magonjwa ya ini, lakini magonjwa ya akili, magonjwa ya moyo. Yote haya yanapelekea athari za matumizi ya madawa ya kulevya, na ndio maana serikali imekuwa ikipambana kidete kuanzia awamu ya kwanza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka awamu ya 6. Kati ya kitu ambacho wanapambana kindakindaki basi ni matumizi ya madawa ya kulevya, na adhabu zake ni kali. Lakini athari nyingine ni athari ya kisaikolojia. Vijana wengi wamekuwa wakiumia tatizo la afya ya akili kutokana na matumizi mbalimbali ya madawa ya kulevya, ikiwa pamoja na bangi. Wengi wanaamini kwamba bangi si madawa ya kulevya, zimekuwa zikilimwa kiolelaolela. Ni rai yangu jamii inayotuzunguka ipige kelele juu ya matumizi ya madawa ya kulevya. Mimi kama balozi ninapinga matumizi ya madawa ya kulevya. Ninaamini kwa kuelimisha huku, Mbulu itakuwa salama, Manyara itakuwa salama, na Tanzania kwa ujumla itakuwa salama. Ninaitwa Tommy Simbeye, afisa ustawi mfawidhi halmashauri ya mji wa Mbulu.